Amen. Asante sana. Kuwepo nyumbani mwa Bwana ni furaha kila siku, na hakika Mungu hatuachi kama tulivyoingia. Kwa hiyo tarajia kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Kila mmoja anakuwa na neno ambalo Mungu anasema naye katika kile ibada. Kwa hiyo unapotega sikio, neno lako utalipata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo ni Bible study ambapo tunajifunza kwa njia ya neno la Mungu na maswali. Basi fungua Biblia yako kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na ule mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na mstari wa 12. Natarajia kila mmoja atafungua hapo, ili pengine nikikosea kusoma nirekebishe. Waraka wa kwanza Yohana sura ya pili mstari wa 12. Na waandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. Na waandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Na waandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Anarudia tena, nimwaandikia ninyi watoto, kwa sababu mmemjua Baba. Nimwaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimwaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Neno letu la leo linatoka katika vifungu hivyo, na kichwa cha somo letu kinasema, ni hatua ipi ya ukuaji wewe upo? Je, ni hatua ipi ya ukuaji ambayo wewe upo? Ikiwa unaweza kuandika, unaweza kuandika tu kichwa cha somo, ni hatua ipi ya ukuaji wewe upo? Tunakisoma hichi kitabu cha Yohana Mtakatifu, na katika injili yake tunaona ameweza kuspecify. Unajua ukisoma injili nyingine utaona anaandika, au injili inaandikwa waraka kwa watu wote, waraka kwa Waebrania, waraka kwa Warumi. Lakini waraka ijapokuwa ni kwa watu wote, lakini unaona kauweka katika makundi makuu matatu, marika matatu niseme. Na marika haya, la kwanza ni rika la watoto, la pili rika la vijana, na la tatu ni rika la wababa au wazee katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanachukulia haya makundi matatu katika namna ya mwilini, yaani makundi ya damu na nyama, kwamba anaposema nimwandikia nyinyi watoto, tunadhani moja kwa moja kwamba ni watoto. Au anaposema nimwandikia vijana, tunadhani moja kwa moja ni vijana. Au anaposema nawaandikia kina baba, tunadhani moja kwa moja ni wababa katika mwili wenye ndevu. Lakini sio kusudi la huyu mwandishi Yohana. Alikuwa akiandika haya akilenga makundi haya katika eneo la rohoni. Katika eneo la rohoni kuna watu ambao ni watoto, katika eneo la kiroho kuna watu ambao ni vijana, na katika eneo la kiroho kuna watu ambao ni wababa. Kwa hiyo ndio maana tunasema somo letu linasema ni hatua ipi ya ukuaji, au katika ni wakati upi ambao wewe upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili linaweza likawa linakufaidia wewe, lakini pia ninalenga pia upate maarifa ambayo yatakusaidia kuweza kumfaidia na mtu mwingine. Ni lazima uweze kumtambua ikiwa wewe umeokoka na umesimama vizuri. Ni lazima uwe na uwezo wa kujipima wewe, lakini pia uwezo wa kumpima mwingine ambaye unakutana naye, aidha kumfundisha, kumhubiria au kumwombea. Je, mimi mwenyewe niko katika hatua ya utoto, au mimi niko katika hatua ya ujana, au mimi niko katika hatua ya baba?
au huyu ambaye ameokoka leo yupo katika hatua ya utoto, au yupo katika hatua ya ujana, au yupo katika hatua ya baba. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri sana jambo hili ukalifahamu. Kwa hiyo Yohana aliweza kuyaona makundi yote, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akaweza kuandika kwa ajili ya makundi yote ya watu katika eneo la kiroho. Makundi yote aliandikia. Kundi la watoto kaandika, anasema nimewaandikia ninyi vijana, nimewaandikia ninyi akina baba, nimewaandikia ninyi. Kwa hiyo lazima ujue katika huko alikokuandika ni wapi amekuandikia kijana, ni wapi amekuandikia mtoto, ni wapi amekuandikia wewe ule baba rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukirudi sasa katika vifungu hivi, anaanza kueleza sifa za kila kundi. Kwa mfano, anasema nimewaandikia ninyi watoto. Akaeleza sifa za hao watoto au mambo ambayo yanawahusu hao watoto. Na jambo lenyewe anasema nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Hilo ni jambo la kwanza. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Lakini anasema nimewaandikia ninyi watoto pia kwa sababu mmemjua Baba. Lazima utafakari kwa undani sana. Unaposoma maandiko, fikiria kwa undani sana kwa nini anasema hivyo. Unajua hawa mitume wana summarize mafundisho ambayo wamekuwa kiafundisha maisha yao yote. Ndio maana hata ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile siku ya Pentecost, unaona maandiko yanasema akawaonya kwa maneno mengi sana Petro, akiwaambia mjiepushe na kizazi hiki cha ukaidi. Kwa unaona maneno mengi yote, maudhui yake yote ilikuwa ni kujiepusha na kizazi kile cha ukaidi, na wafikie pia toba na kubatizwa. Kwa hiyo alikuwa na maneno mengi. Kwa hiyo hawa wanaposema nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu, ni vizuri ufahamu lengo hilo au eneo hilo hasa kwa undani linamhusu nani, na kumjua Baba kunamhusu nani. Vile vile anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Alafu anasema kwa sababu pia mna nguvu, lakini pia neno la Mungu linakaa ndani yenu. Kwa nini aseme hivyo? Kwa sababu jambo hilo limeonekana kwa hili kundi linaloitwa vijana katika roho. Tutaona makundi yote matatu. Alafu anasema nimewaandikia ninyi kina baba kwa sababu mmemjua yeye ambaye alikuwa tangu mwanzo. Mmemjua yeye ambaye alikuwa tangu mwanzo. Kwa nini aseme hivyo? Ni lazima ujue kwa undani uweze kukaa katika sehemu nzuri. Nikupe tu mfano wa maisha. Naweza kusema nimewaandikia nyinyi madaktari kwa sababu mnarusha ndege vizuri na mnajua jiografia yote ya dunia. Hivi nikisema neno kama hilo, naandika waraka kwa madaktari, nasema nimewaandikia nyinyi madaktari kwa sababu mnajua kurusha ndege vizuri, lakini pia mnajua jiografia ya dunia. Nitakuwa nimesema sawa? Natarajia kusema nimewaandikia ninyi madaktari, au niseme labda ninaandikia ninyi wahasibu kwa sababu mnafanya operation vizuri, lakini pia mnajua makundi yote ya damu. Mhasibu anafanya operation, mhasibu anajua makundi ya damu. Simona hapo wrong point, umeenda katika njia sio sahihi. Lakini nikisema naandikia ninyi madaktari kwa sababu mmefanya operation nyingi, lakini pia mnajua makundi ya damu, hapo ni sahihi. Nikisema nimeandikia ninyi marubani kwa sababu mmerusha ndege nyingi na mnajua jiografia ya dunia, hapo ni sahihi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wanaelewa hiyo lugha kwa sababu wako katika eneo lao na field yao. Kwa hiyo katika maeneo haya pia ya kiroho yametajwa maeneo mambo kama kadha kadha hapo. Kuna eneo la kusamehewa dhambi na kumjua Baba, kuna eneo la nguvu na kumshinda ule mwovu, na kuna eneo la kumjua yeye aliye tangu mwanzo. Haya makundi lazima uweze kuyagawanya kulingana na kundi hilo la watu, au hizi sifa lazima uweze kuzigawanya kulingana na kundi hizo, makundi hayo ya watu katika ulimwengu wa roho.
Hivyo basi, kwa kupitia darasa hili upate kitu ambacho unaweza ukasimama nacho wewe mwenyewe kukusaidia, lakini pia kimsaidia na yule ambaye utakutana naye kwa mara ile ya kwanza, au umemgundua huyu mtu katika eneo gani uweze kumsaidia. Amen. Tuanze na ile kundi la kwanza ambalo ni kundi la watoto. Watoto kiroho au wachanga. Kundi la watoto ambalo anasema nimewaandikia watoto wadogo. Kwanza tukiangalia tu hichi kitabu cha haraka wa kwanza Yohana, utaona kila mara anasema watoto wadogo, watoto wadogo. Kuna maandiko yao huko. Watoto wadogo, jiepusheni na sanamu, kuna maandiko yao huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunajua watoto wadogo au wachanga kiroho ni watu wa namna gani? Hawa ni watu ambao wameokoka au wameongoka hivi karibuni. Bwana asifiwe sana. Ni kundi la watu ambao wameokoka na wako katika uchanga katika roho. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na hili kundi la hawa watu, kama vile tunavyomjua mtoto mchanga anakuwa katika mazingira yapi, na kundi hili lazima ujue sifa zao ni zipi na kitu gani wanapaswa wakifahamu na wakitende sana. Siku zote mtu ambaye anatoka kwenye dhambi, anatoka ulimwenguni, anakuja kwa Yesu Kristo, huyu mtu anakuwa na ndani yake na shauku kubwa sana ya kuwa na mahusiano na Mungu. Anakuwa na shauku kubwa sana ya kuwa na badiliko. Ndio maana mtu ambaye anaenda kuokoka, anachojuaga cha kwanza ni kitu kinachoitwa kuacha dhambi au kubadilika. Hata ukimweleza hata habari kuokoka nini, atakwambia kuacha dhambi na kufanya matendo mazuri. Na ukimwambia kuokoka, atakwambia mimi mpaka niokoke, nijione nimeokoka, ni lazima nione yale mambo ambayo siyatendi zamani, yale mambo ambayo naatenda zamani sasa hivi siyatendi. Kwa sababu huyu mtu ambaye ni mchanga kiroho anakuwa yuko very sensitive na kitu kinachoitwa dhambi. Na ndivyo ambavyo hata mtu akiingia katika wokovu, unakuta jambo la kwanza analoambiwa tubu. Tubu, geuka ili umgeukie Mungu. Kwa sasa, kwa sababu jambo kama hili linakuwa katikati ya mtu ambaye ni mchanga kiroho, ni lazima huyu mtu aidha afundishwe, au wewe pia kama uko katika hatua ujue kwamba neno lako ni umesamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu kama huyu ambaye ni mchanga kiroho, mafundisho mama ambayo anapaswa afundishwe ni mafundisho ambayo yanahusiana na msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi maana yake ni kwamba lazima afundishwe ule uhakika anaopata anapokuja ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu mtu kama huyu anachokiangalia ndani ni yeye kubadilishwa kuwa mtu mwingine. Hataki kutoka katika dunia akiwa vile vile, akija huko awe vile vile. Hakuna mtu anayeokoka kweli kweli anakuwa namna hiyo. Sasa kwa sababu yupo katika mazingira kama hayo, anakuwa sensitive na dhambi. Mara nyingi anajisi kwamba ni kweli nimesamehewa kweli dhambi zangu na Mungu. Ni kweli Mungu kweli kanisamehe. Kwa sababu hamjui Mungu, anahisi kwamba dhambi zake hazijasamehewa kabisa na Mungu anamkumbuka na anakumbuka dhambi zake anazotenda kila wakati. Hiyo ni kawaida sana. Na asipofundishwa kuhusu kwamba Mungu amemsamehe dhambi zake kabisa, atapata shida sana na taabu. Nakumbuka mimi kipindi ambacho ninaokoka, nadhani experience ni ya watu wengi. Yaani unahisi kwamba kwanza kila saa unahisi ukifanya kosa dogo tu Mungu tayari kashakasirishwa na wewe. Mungu akupendi, wewe sio mtoto wake. Inakuwa iko hivyo. Unasumbuka na mawazo kwamba nimemkosea Mungu. Kila saa unatamani Mungu akusamehe, kila saa unatamani Mungu afute makosa yako, kila saa unatamani, yani unakuwa katika hali hiyo na una struggle kweli kweli, unapata shida. Hata ukifanya kosa dogo tu unajiona nimemdisappoint sana Mungu. Hii ni hali iliyoko katikati ya watu ambao ni wachanga kiroho, kwa sababu ndivyo walivyo katika hali zao za uchanga.
Kila mmoja ndivyo alivyo katika ile uchanga. Ukishaona mtu anaokoka anasema nimeokoka, alafu agusi na dhambi, agusi na kitu kinachoitwa makosa, ujue huyo mtu bado hajaokoka, bado hajazaliwa mara ya pili. Mtu anayezaliwa mara ya pili huwa anakuwa na geuko la kweli. Na akishakuwa na geuko la kweli, kwa sababu ile nguvu ya geuko inampelekea kujiona kila sana makosa, lazima afundishwe kuwa amesamehewa dhambi zake. Bwana asifiwe sana. Na hiyo kwa nini anafundishwa hivyo? Inamjengea ujasiri wa kuendelea kukaa katika Bwana, kwa sababu asipofundishwa hivyo shetani ataanza kumtesa. Atamwambia wewe ukifa hapo hapo ulipo unaenda kuzimu wewe. Wewe hapo ukifa hauna maisha. Kwa hiyo huyu mtu ni lazima afundishwe jambo hilo kwa undani sana. Lakini tu sio jambo hilo, lazima afundishwe kwa sababu anasema kwa sababu mmemjua Baba. Lazima afundishwe mahusiano ya Mungu kwetu sisi ni kama mahusiano ya baba na mtoto wake. Mtu anapotoka kwenye dhambi amjui Mungu vizuri. Akifika huku ameshafundishwa yule Mungu ambaye hana ushirika na mwanadamu. Ameshajua kwamba Mungu ni Mungu ambaye yuko juu sana na sisi tuko chini sana. Ukimwendea Mungu ni lazima ujipange sawa sawa. Lakini lazima huyu mtu afundishwe ushirika kati ya yeye na Mungu kama mtu na baba yake. Akikosa mahusiano kama haya, bado atateseka sana katika uchanga wake na bado atapata shida. Kwa hiyo Yohana alipokuwa anaandika maneno haya, alikuwa akiangalia watu, akiangalia hawa wameokoka hivi karibuni. Alikuwa anawafundisha kusamehewa dhambi zao, ondoleo la dhambi, lakini alikuwa anawafundisha mahusiano yao kati ya wao na nani? Na Mungu kama Baba. Sasa andiko kama hili tunalisoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 103. Fungua kitabu cha Zaburi ya 103 sura ile ya 11 mpaka 13. Fungua Zaburi ya 103. Mstari wa 11. Tumefungua Zaburi ya 103 mstari wa 11. Naamini ili ni andiko ambalo unaweza kulitumia ikiwa ni mchanga kiroho, lakini pia ni andiko ambalo unaweza kumfundisha yule ambaye ni mchanga kiroho. Limegusa package yote. Anasema maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi kwa kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Mungu ni Mungu wa rehema. Anasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali na nasi. Kwa ni lazima afundishwe. Mungu akishakupokea basi anaweka dhambi zako mbali na wewe. Usianze kuwa na hofu tena kwamba Mungu yuko mbali na wewe kwa sababu ya dhambi. Lakini anasema mstari wa 13, kama vile baba ahurumiavyo watoto wake, kama vile baba anavyohurumia watoto wake, ndivyo Bwana anavyohurumia wamchao. Kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Kwa hiyo lazima ufundishe tabia za baba kwa mtoto ni zipi kwa Mungu wetu. Anasema kama baba mzazi anavyohurumia watoto wake, ndivyo Mungu anavyohurumia wamchao. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba Mungu ananihurumia ikiwa ni mtoto. Na naamini hapa wengi wetu tumeshavuka ile daraja. Na kama uko kwenye ile daraja basi ili jambo linaweza likakusaidia sana. Lazima ujue kwamba Mungu ni Mungu wa huruma. Anahurumia wamchao. Unapoenda katika maombi, ukimweka Mungu katika hali ya ugumu, basi atakuwa mgumu kwako. Lakini ukimweka katika hali ya kwamba Mungu anahurumia watoto wake na mimi ni mtoto wake, utapata ujasiri hata wa kumuomba au wa kumwabudu. Kwa hiyo watoto wadogo lazima wafahamu baba. Watoto wadogo lazima wajue mahusiano yao na Mungu ni kama mtu na baba yake. Sehemu nyingine inasema kwamba ni nani ale baba mtoto wake akimfuata kumuomba mkate atampa jiwe. Hakuna baba ambaye anaweza kumpa mtoto kitu ambacho kibaya. Lazima afundishwe kwamba ukimwomba Mungu kitu atakupa kilicho bora zaidi hata kile ulichomuomba. Kwa hiyo hata akienda mbele za Mungu asimuone Mungu kama ni Mungu mgumu, bali ni Mungu ambaye anawasikia. Wanapoomba lazima wafundishwe kuomba baba yetu ule mbinguni.
Kwa lazima wafundishwe kuomba Baba yetu ule mbinguni. Lazima wafundishwe kujua kwamba wenyewe ni warithi. Kwamba Mungu kawaandalia urithi na vitu vyote hivi ni vya kwao. So mtu anaokoka alafu anajiona kwamba yeye ni yatima au mtu baki. Sisi ni warithi. Anasema heri wale wapole maana watarithi nchi. Na mwana siku zote ni mrithi. Lazima wajue kwamba wamepewa urithi wote wa mbinguni, hata wa hiyo dunia inayokuja. Na hapa pia Mungu anaona na anawajali na anathamini. Lazima muhakikishie hilo kwamba Mungu anamjali hata hapa. Anamthamini hata hapa. Na hapa pia Mungu kamwandalia fungu lake na posho lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wachanga lazima wafundishwe mambo kama haya. Wakipata mambo haya mawili, wakipata kufahamu wamesamehewa dhambi na kumjua Baba, wana msingi imara sana wa kukua vizuri katika roho zao. Kwa hiyo msingi huu, embo wewe kama wewe ukijiona ni baba au kiongozi wa mwingine, watoto wako unaenda kuhubiria huko katika makanisa ya nyumbani, embo wahubiri katika misingi miwili: kumjua Baba, lakini kusamehewa dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana watu kama hao hata kipindi hicho cha mwanzoni wanapokukaga, Mungu anakuwa karibu sana na wao. Hata akiwa ni wagonjwa washangaa wamepona, wanatendewa miujiza ambayo ya haraka sana. Hiyo ni evidence kwamba wamesamehewa dhambi. Unajua Mungu akitaka kuonyesha evidence kwamba amekukubali, kwa watoto unakuta siku za mwanzoni za wokovu, lolote wanalotaka wanatendewa. Kuna mtu alimfuata Yesu, anataka kuponywa, amepooza mwili mzima. Yesu alipomuona, kwa sababu anajua ametaka uponyaji, akamwambia umesamehewa dhambi zako. Na katika kusamehewa dhambi zake akapona kule kule, akaambiwa simama ujitwike godoro uende. Kwa hiyo evidence ya mtu kusamehewa dhambi zake, utaona hata vitu vingine anavyomwomba kwa Mungu anapewa, anatendewa hivi, anatendewa hivi, anatendewa hivi. Kwa atakuja kukupa ushuhuda, Mungu anitendea hivi. Mwambie umesamehewa dhambi zako. Kwa kama umesamehewa dhambi zako, kuna mambo mawili: usirudie tena, lakini kuwa na ujasiri na Mungu, kuwa Mungu ni baba yako na kwamba Mungu akuhesabii makosa. Bwana asifiwe sana. Lakini ukimtahadharisha pia kwamba sio kwamba umesamehewa hudumu katika dhambi. Akikaa hivyo, ukimfundisha katika mentality kama hiyo kwamba hata ukitenda lolote wewe Mungu yuko pamoja na wewe, umemharibu. Lakini pia lazima umfundishe kwamba Mungu anasamehe dhambi. Lakini pia kumjua Baba katika maandiko ni pia kujua kwamba Mungu anamrudi mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna andiko moja kwenye kitabu cha Waebrania, ndio sura ile ya 12, labda tusome pale. Tusome pale Waebrania sura ya 12 mstari wa 7 na ule wa 8. Sio kama unafahamu side moja tu ya Baba, lakini kuna side nyingine lazima pia umfundishe anapoona kuna mambo ambayo yanaondoka. Waebrania sura ya 12 mstari wa 7 na ule wa 8. Anasema ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili Mungu atendea kama wana. Maana ni mwana yupi asirudiwa na babaye? Je, kuna mtoto ambaye harudiwi na babaye? Kuna mtoto ambaye adhibiwi na baba? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Umeona? Kama kuna kurudiwa, mmekuwa wana wa haramu wala si wana wa halali. Maana yake kwamba lazima mtahadharishe pia huyo mtoto kwamba wewe umekuwa mtoto wa Mungu. Ukifanya kosa, ukiona umerudiwa na Mungu, ukiona kumeadhibiwa mahali fulani, ukiona mambo yameenda sivyo, usije ukakimbia na kumwacha Mungu. Sema nakwambia usidharau kurudiwa na Mungu wako na baba yako. Siku zote kiboko waga sio kizuri. Na hao watoto wachanga waga napigwaga na Mungu kweli kweli wakati mwingine. Sio tu wanakumbatiwa, lakini Mungu anaweza kaadhibu watu. Kwa sababu bado ni wachanga kiroho, wanafanya mambo ambayo wakati mwingine kwa makusudi. Kwa mtahadharishe asifanye dhambi aidha kwa makusudi, na anapofanya dhambi atubu, kwa sababu kiboko pia uwaga kinahusika kwa mtoto kweli wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akikusamehe dhambi akuache uendelee kutenda dhambi, atadili na wewe katika ile eneo sana.
Kwa hiyo umesamehewa dhambi, unatahadharishwa usitende dhambi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu anawaandaa watoto ili kukua kiroho. Bwana asifiwe sana. Wafundishe sana kudumu katika utakatifu, lakini wafundishe sana kuwa dhambi zao zimesamehewa na Mungu ni baba yao, anawaangalia kama baba. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo ni lazima ulifahamu. Sasa ili kumtambua huyu kama ni mtoto pia kiroho, wanakuwa na sifa fulani. Kumjua huyu kwamba ni mtoto au ni mchanga kiroho akishaokoka, utamwona anakuwa na utegemezi sana wa kiroho. Kwa mfano, utamgundua kwamba anapenda kuuliza sana maswali. Na kufundisha ikiwa ni tayari ni baba au tayari ushavuka hiyo stage. Kumtambua huyu mtu utagundua anapenda sana kuuliza maswali. Anapenda kuongozwa. Kila jambo anataka ajaribu kuelezwa namna ya kufanya. Ukishamuona mtu wa namna hiyo bado ujue ni mchanga kiroho. Lakini huyu mtu anakuwa pia rahisi kuathiriwa either katika namna chanya au hasi. Yaani anakuwa influenced kwa haraka sana. Akiwa ni mchanga kiroho, akija hapa akikutana na kundi fulani la waasi, wakimshawishi tu anaweza akajiunga nalo. Akikutana na kundi fulani la ombaji, wakimshawishi anajiunga nalo. Akikutana na kundi fulani hivi na hivi wasengenyaji, akisikiliza sana anaweza akajiunga nao kwa sababu bado ni mchanga kiroho. Ajui, anaona wote wako sawa. Hawezi kupambanua vizuri mambo. Kwa hiyo ukimwona mtu kama usimwache tu akajiendea anavyotaka, bali unapaswa mchunge na kumfundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanahitaji kufundishwa. Je, katika kanisa lako la nyumbani kuna watu kama hao umewaona? Kama umeona watu, usiwache watangetange. Wafundishe baba, wafundishe msamaha dhambi, wafundishe kukua na kujengwa katika imani. Hiyo ni sifa ya watoto. Kwa hiyo haya maeneo yajue sana kwa undani. Sasa twende katika kundi la pili la vijana rohoni. Kundi hili la vijana katika roho ni kundi la watu ambao wanakuwa kiroho au wanaendelea katika ukuaji wao wa imani. Lakini hili kundi limetajwa kwa sifa. Sifa yao moja ambayo limetajwa hili kundi ni kwamba wana nguvu, alafu wamemshinda yule muovu, alafu na neno la Mungu limekaa ndani yao. Kwa kuna kundi hili la watu ambao wanakuwa na nguvu sana. Wanakuwa na neno la Mungu ndani yao na anakuwa ni rahisi kumshinda muovu. Hili ni kundi la watu ambao wanaitwa vijana rohoni. Sasa kundi hili ni lipi? Kundi hili ni watu ambao wanaingia katika hatua nyingine ya ukuaji. Na katika hatua hii ni hatua ambayo Mungu anaanza kuwatengeneza kumachua au kukua au kukomaa. Na kama unaenda katika ukomavu, mara nyingi unaanza kupitishwa katika masomo ya ukomavu. Sasa watu kama hao wanapitia katika eneo kubwa la majaribu na masumbufu mengi sana. Ndio ule mfano ambao Bwana Yesu anasema mbegu nyingine ikaangukia kwenye miamba, ikakutana na ile miamba migumu. Watu kama hawa wanaingia katika nyakati ambazo kwa mara nyingi zinakuwa ni za jangwani. Unasoma tujifunza hapa. Wana Israeli walipitishwa katika hatua ya jangwani. Sasa watu kama hawa wanakuwa ni vijana katika roho. Na akiwa vijana katika roho, Mungu anawapaga neema kubwa sana. Anawapa neema ya nguvu ya kumshinda yule muovu na neno la Mungu kaa ndani yao. Kwa hiyo utagundua katika sifa hizi watu hao, kwanza wanaweza kuwa wanapita katika mazingira fulani magumu, difficult situations. Alafu ukiangalia unaona kwamba katika mazingira magumu si rahisi sana kuanguka au kumwacha Mungu. Na ukijiangalia katika mazingira kama yale unamwonea huruma. Unasema Mungu, huyu mtu atavuka kweli hapa, ataendelea kwa katika imani. Lakini unamgundua kwamba bado anashikilia imani, lakini bado amesimama. Ukishaona kundi la watu kama hao, au wewe mwenyewe ushajikuta katika nafasi kama hii au watu kama hii, ujue ni hatua ambayo upo katika ujana na nguvu za Mungu ziko nyingi ndani yako. Bwana asifiwe sana. Kuna nyakati mimi nilipita hapo nyuma ambazo wakati mwingine nikiziangalia leo hii mimi
nasema zikiletwa sasa hivi, sio kwamba nitashindwa, lakini zinaweza zikaniwazisha sana. Lakini najiuliza hizo nyakati niliwezaje kuvuka katika mazingira kama hayo. Hizi nyakati kila mmoja wetu atazipitia tu. Your own is coming. Au kama haijaja au kama ushapitia na umeshavuka, basi mshukuru Mungu sana. Ni nyakati ambazo wakati mwingine si rahisi kuzielewa. Hata wewe mwenyewe unayepitia unaona ni mimi kweli? Lakini unajiuliza umezaje kuvuka nyakati kama hizo. Bwana asifiwe sana. Kuna kipindi nishapitia mimi mazingira magumu sana. Hata kula ilikuwa ni shida. Unakula wali na maji tu karibia mwaka mzima. Alafu unasema bado uko na Mungu kweli? Lakini ndani ya moyo wako unaona uko na amani na Mungu na furaha na Mungu wako. Majaribu mengine yanakuja kutoka kila kona. Unaweza kupata majaribu kutoka kwa ndugu, kutoka kwa watumishi, kutoka katika mazingira, kila eneo. Lakini unashangaa ndo kwanza unaendelea kumwabudu Mungu. Unaendelea kumwomba Mungu. Hiyo ni hatua ambayo Mungu kaweka nguvu ndani yako kubwa sana. Na ukishaona watu wako katika kundi hili, usiwavunje moyo. Bwana asifiwe sana. Usiwakatishe tamaa. Watie moyo sana. Kwa sababu shetani anawajaribu kweli kweli na anawapepeta kama ngano. Lakini Mungu anawatia nguvu. Ni wakati ambao unapaswa uombe sana wa watu. Wakati ambapo mtu kakataliwa na ndugu. Mtu hajielewi mbele yake ikoje, nyuma yake ikoje, kesho ikoje. Watu kama hawa watie moyo sana. Na hawa shetani anaweza kuwatumia hata watu wa Mungu kuja kuwavunja moyo wa watu. Ndivyo inavyokuaga. Ayubu alikuwa anapitia katika wakati kama huo. Madonda yamejaa mwili mzima, amefiwa na watoto wake. Elfazi, Sofari na Bildadi walipofika, badala wamtie moyo, wakaanza kumwambia umetenda dhambi, wewe una mahusiano na Mungu. Ndio ulikuwa mwanzo wa Ayubu kufungua kinywa chake kumkufuru Mungu. Sio kwamba alimkufuru Mungu, lakini kuzungumza maneno ambayo hayastahili. Ayubu akuzungumza maneno ambayo hayastahili alipofiwa na watoto wake. Akuzungumza maneno ambayo hayastahili alipopotelewa na mali. Lakini alizungumza maneno ambayo hayastahili wakati ambapo wale wenzake wanamwambia umemkufuru Mungu. Ayubu aliumizwa sana na wale rafiki zake. Ndio maana hata Mungu akasema hasira ya Mungu ikaaka juu ya wale. Hasira ya Mungu ikuwaka kwa wengine. Juu ya wale. Ayubu akaenda kuombea toba. Kwa hiyo sio sababu ya kumvunja mwingine moyo unapoona amesimama imara katika imani yake katika mazingira magumu ambayo hayaelewi yeye mwenyewe. Bali mtie moyo, mwambie tu utavuka tu. Majira na nyakati. Kuna vipindi tu vitakuja vipindi vizuri vya kuburudishwa. Ni wakati ambapo anapitia wakati mwingine mtikisiko imani, mashaka mengi, wasiwasi mwingi. Hii itakuwa kweli ni njia. Hii itakuwa hivi ni sawa. Lakini akijiangalia ndani ya moyo wake, unaona bado na nguvu ya kuendelea mbele na Mungu wangu. Basi, ikiwa na yuko katika eneo kama hilo, jitie moyo. Simama. Nguvu ya Mungu iko ndani yako na umemshinda yule mwovu. Lakini utakuta mtu katika hatua hii anakuaga pia na kiu na shauku kubwa sana ya kuomba na kusoma neno. Huyu mtu anakuwa na usomaji wa kweli kweli wa Biblia. Kuna watu wanapitia katika hatua hizo, mimi naangalia na najua kabisa huyu yupo katika njia hiyo. Kipindi anakuwa na msukumo wa kweli, sio kuambiwa kasome sura 2 kwa siku. Yeye mwenyewe anakuambia mimi nimeshasoma na narudia na naendelea kusoma kila siku. Anaweza kukaa masaa mengi kwenye neno. Anaweza kukaa pia masaa mengi kwenye maombi. Kwa sababu hata wakati mwingine mahali alipo kuna miiba hawezi kurelax. Atakuwa anarukaruka tu wakati wote yuko hari. Huyu mtu ana nguvu za Mungu ndani yake. Na neno la Mungu linakaa ndani yake na amemshinda yule mwovu. Kwa hiyo kukutana na mtu kama huyu, mwambie wewe umemshinda shetani. Hayo majaribu hayawezi kuwa na muendelezo. Ukomo wake umefika. Hatafika mbali hayo. Mungu atakutoa hapo. Ukimfundisha mtu katika hatua kama hii, kwake anaweza kumsaidia sana
kuliko kumfundisha mambo mengi ambayo yanaweza kawa ni ya ziada kwake. Lakini ukimfundisha katika eneo kama hili, basi ujue huyu mtu atakuwa vizuri na atasimama imara sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Muombe pia. Yesu aliambia nimekuombea Petro ili imani yako isitindike. Kwa muombe imani yake pia isitindike, sichukuliwe, asipelekwe huku mara kule, mara huku mara kule, relax. Mungu amtengeneze katika wakati huo. Na ukijikuta katika wakati huo, kuwa karibu sana na Mungu. Amen. Kwa sababu kuna utukufu ambao Mungu anaukupa wa kipekee sana. Ujana wa kiroho ni mzuri sana. Ni wakati ambapo utatembea na nguvu na utukufu wa Mungu sio kwa kawaida. Na nguvu za Mungu ziko kweli kweli ndani yako. Ukiuchezea ujana wako utakuwa baba au utadumaa. Kuna kuwa baba na kudumaa. Utakuwa baba hujauchezea, lakini kudumaa umeuchezea. Kuna mijitu ipo katika ujana na utoto kwa miaka mingi. Mbona wana Israeli wanazunguka jangwani miaka 40, ujana huo miaka 40. Kuna watu watoto miaka 15, kila siku wanataka kufundishwa tu. Kila siku wewe ni kuuliza maswali tu. Hawezi kufundisha wengine, anataka kufundishwa tu. Kunyonya tu. Yupo kanisani. Itabidi sasa tuanze operations za kufukuza watu hapo. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu anakuuliza maswali ya kitoto, alafu unajua kakaa hapo kanisani muda mrefu, usimjibu hilo swali. Mwambie ondoka. Nenda kajibio huko na Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Usijibu swali la kila mtu. Swali kama tunalidiscuss hapa muda mrefu, miaka mingi, miaka nenda, afu tunauliza hana maswali afu mtu anashindwa kujibu. Usimjibu hilo swali. Mwache. Muangalie kabisa. Mjito amekaa hapa miaka 2 kanisani, lakini bado ni mchanga. Huyo mtu usimsaidie mambo ya kitoto. Bwana asifiwe sana. Usimsaidie. Mwache atoke katika huo utoto ambao sijui kapata ugonjwa gani. Akue aende katika ujana. Abalee rohoni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lazima ulifahamu. Kwa hiyo vijana hawa, kama upo katika hatua hii, jitie moyo. Ajua fahamu kabisa shetani hana nguvu ya kukushinda wewe. Fahamu kabisa majaribu yana ukomo. Fahamu kabisa shida zina mwisho. Fahamu kabisa faraja ipo. Bwana asifiwe sana. Lifahamu hilo. Hatua au kundi lingine ni la kina baba. Bwana asifiwe sana. Baba. Akina nani? Baba. Anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kwa kumbe baba ni kujua. Ukishajua tayari wewe ni baba. Lakini anasema mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kwa nini hajatumia jambo lingine? Anasema tu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kwa nini asemi mmehubiri injili sana? Naandika wenyewe kina baba kwa sababu mmehubiri injili sana. Kwa sababu mmekaa sana kwenye wokovu. Hapana. Mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kumjua Mungu ambaye alikuwepo tangu mwanzo ni sifa kubwa ya wewe kuwa baba rohoni. Bwana asifiwe sana. Kumjua Mungu aliyekuwa tangu mwanzo ni sifa kubwa. Mtoto atamjua Mungu, lakini hawezi kumuona mwanzo wake. Ataona Mungu katika siku hiyo hiyo. Lakini baba anamjua Mungu aliye tangu mwanzo. Ndio maana huyu anaitwa baba, atamjua Mungu kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ili neno jana, leo na hata milele ni neno la baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu waraka wa Yohana unapoanza hapa, nataka kujua aliandikia pia kina baba. Mwanzo kabisa huu waraka wa kwanza wa Yohana. Anasemaje? Anasema hivi, sikiliza. Lile lilokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona na macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Kwa hiyo lilokuwepo tangu mwanzo, wenyewe waliliona. Ndio maana ukirudi pia kwenye Injili ya Yohana, anasema vile vile kwamba hapo mwanzo kulikuwepo neno. Hapo mwanzo kulikuwepo neno. Naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lengo lake hakuwa kusema neno alikuwa Mungu, lakini akasema no, alikuwepo tangu mwanzo. Kwa kujua huyu aliyekuwepo tangu mwanzo ni sifa mojawapo ya ukomavu wa kiroho.
au baba rohoni. Mungu kajificha, na usipomuona tangu mwanzo bado hujawa baba, hujakomaa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana lazima umjue Yesu kwanza. Na ukishamjua Yesu, ukimuona Yesu tangu mwanzo, tayari una sifa kuwa baba. Sasa maeneo matatu ambayo unapaswa umjue Mungu tangu mwanzo ili ujipime, je, mimi ni baba au bado ni mtoto au ni kijana? Maeneo matatu. Eneo la kwanza ni katika maandiko. Bwana asifiwe sana. Kusoma Luka 24:44, angalia kitu ambacho Yesu aliwafanyia mitume wake. Luka 24:44. Luka 24:44. Angalia Yesu anasema, kisha kipindi cha mwisho kabisa Yesu anaondoka. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Angalia, anasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Wakaelewa, wamemjua. Kwa hiyo akaanza kueleza yale leo nenewa mimi tangu Musa, Zaburi na manabii. Kumbe Yesu sio leo kuja juzi miaka 30 iliyopita. Kumbe wewe ndio yule ambaye ulikuwepo tangu mwanzo. Ulikuwepo na Adam pale bustanini, mti uzima. Ndio wewe kumbe ulikuwa na Nuhu katika safina. Ndio wewe kumbe ulikuwa na Ibrahim kama Melkizedeki. Ndio wewe ambaye ulikuwa na wana Israeli kule jangwani, kama ule nyoka shaba. Ndio wewe ulikuwa ule mwamba. Kumbe Mungu alikuwa tangu mwanzo. Kwa hiyo ukianza kuwafundisha yeye ambaye alikuwa tangu mwanzo, anasema wakafunuliwa akili zao wakaelewa. Umeshafunguliwa akili, umeshamjua Mungu, kumbe Kristo alikuwa tangu mwanzo. Watoto hawezi kuona hilo. Hata wachanga kiroho hawezi kumuona Kristo tangu mwanzo. Kwa hiyo ukiwa na upeo wa kumjua Mungu Kristo tangu mwanzo kimaandiko, ni sifa moja hapo wewe ukomavu wa kiroho. Hata unaweza kukaa na kuwafundisha watoto wachanga, ukaelezea vizuri mpango wa Mungu katika neno la Mungu. Hujaqualify kumjua Kristo tangu mwanzo, bado hujaqualify kufundisha wengine. Bwana asifiwe sana. Baba lazima umjue yeye aliyekuwepo tangu mwanzo. Sio hilo tu, lakini pia katika maisha. Ukishaanza kumuona Mungu kwamba nimemuona Mungu leo, lakini ukishakuwa baba rohoni, lazima uta throwback. Wangapi hapa wana throwback? Wangapi hapa wana reminisce maisha yao nyuma? Wanaangalia trend ya maisha yao na kumuona Mungu au Kristo. Tangu mwanzo umezaliwa, ulimuona Mungu? Unamuona Mungu tangu mwanzo wa maisha yako? Alikuwepo na wewe tangu mwanzo? Au amekuwepo na wewe siku ulipokuja nuru upendo? Alikuwepo na wewe tangu mwanzo, isipokuwa katika maficho makubwa sana. Kaa chini kila siku. Kila siku kaa chini, tafakari maisha yako. Mimi mbona natafakari maisha yangu? Kuna mambo ambayo Mungu kaeka katika moyo wangu ambayo yananipa uthibitisho kwamba kuna darasa ambalo Mungu alikuwa ananifundisha nikiwa mtoto, kijana na mpaka hapa nilipofikia. Umepita maisha fulani, umefika ukafeli. Unadhani kule kufeli tu wakati mwingine ni bahati mbaya. Umekuwa umefaulu tu, unadhani kule kufaulu ni bahati mbaya. Ulifika kipindi fulani ukaumwa ukalazwa huko, ukadhani uko kulazwa ni bahati mbaya. Ilifika kipindi fulani ukatengwa, ukanyanyaswa, ukatupwa huko, unadhani ni bahati mbaya. Umekaa na baba yako, unaona baba anakuletea zawadi nzuri. Mungu anakuonyesha mimi nilikuwa ndani ya baba yako. Kwa sababu baba wote wa duniani na mbinguni unaitwa kwangu. Yule alichukua tu, nilimpaka mafuta akuhudumie. Ni mimi ndio maana kwa nini amhudumii mtu mwingine alikuwa anakuhudumia wewe? Kwa nini ampendi mwingine alikuwa anakupenda wewe? Kwa sababu mimi nilimtia mafuta kama baba akusaidie. Kwa ni mimi yule nilikuwa nakusaidia kipindi kile unaenda kuomba baba, naomba ela nikanunue kachori. Unajua kama ni baba Mungu wako anakupa ela kachori ukala. Wewe unadhani ni baba yangu wa mwilini? Ananihurumia. Kumbe ni Mungu alikuwa nawe tangu mwanzo. Sasa kama alikuwa nawe tangu mwanzo, kwa nini leo akuache? Ndio maana mtu aliye baba rohoni
anakuwa sifa zake, anakuwa amerelax, ana utulivu na Mungu wake. Sababu anajua Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Paka umefikia hatua hii ya umri huu ulipofikia hapo. Ni mangapi umeyapitia, umekuwa sasa hivi ulipofikia? Mbona hujafa? Ingekuwa Mungu hayupo na wewe, mbona hujafa? Si ungeshakufa? Si ungeshakuwa kituko? Lakini mbona sasa hivi mpaka sasa hivi upo? Unamwona Mungu. Unamwona Mungu ambaye alikuwepo tangu mwanzo na wewe, tangu ulipokuwa katika tumbo la mama yako. Mwangalie Daudi alipotafakari, mpaka alipokuwa jemedari anaenda kukutana na Goliath. Anasema huyu naye ataenda kuwa mzoga. Anamwambia Sauli, anamwambia nitaenda kummaliza Mfilisti. Kwa sababu gani? Anasema Mungu alikuwa nami katika kule machungani. Mungu ambaye alikuwa pamoja nami nilipokuwa na simba na dubu, ndio huyo nitaenda kummaliza na huyo. Angalia huyo mtu amemwona Mungu aliyekuwa naye tangu mwanzo. Lakini angekuwa ni mtu wa pale kwa pale, Goliath huyu hapa, huyu Mungu huyu, sijui kama nitamweza, sijui kama lakini kuna point ambayo nilishinda jaribu kubwa. Yule Mungu aliyetembea na mimi anaenda kutembea na mimi hata hapa. Haleluya. Yule Mungu aliyenisaidia pale katika masomo atanisaidia na hapa. Aliyenisaidia pale, aliyenivusha pale, aliyenipa kile, ndio huyo ambaye atanipa na hiki. Yeye ambaye alikuwa nami tangu mwanzo. Bwana sifiwe sana. Huyo ni baba. Wangapi hapa ni wameshafikia hatua hiyo? Bado tuko kwenye ujana na utoto. Unaweza ukafika. Amen. Unaweza kuwepo katika hatua zote. Ukishafikia hatua kama hiyo, huna hofu ya maisha. Una relax katika mazingira yote. Sababu unajua all is good. Eneo la tatu ni kuanzia siku uliyookoka mpaka sasa. Umemjua tangu siku uliyookoka mpaka sasa. Siku ulipookoka mpaka leo unaanza kumjua Mungu katika sifa zake za kimaandiko sasa. Ushaka kwenye wokovu kwa muda fulani hivi, miaka 2, 3, 5, unaanza kujua tabia za Mungu. Kuna kipindi unasema, mimi nimeokoka sasa, kila nikipiga magoti saa hiyo nataka nimuone Mungu akinitokea hapo, nione maono. Sipoona maono basi Mungu hajasema na mimi. Hizo ni sifa za utoto. Lakini ukishakuwa katika wokovu sasa muda fulani, unaanza kumjua Mungu, tabia zake na sifa zake. Anatembeaje na mtu aliyeokoka? Anatembeaje na mtu aliyemwamini Mungu? Unaanza kumjua Mungu personally. Unajua kuna kumjua Mungu kwa kusoma vitabu, kumjua Mungu. Unaanza kumjua Mungu kwa experience ya maisha yako ya wokovu. Alafu unakuwa na ujasiri wa kutembea sasa. Kwa mfano mimi mtu hawezi kuja kunitikisa imani yangu mimi. Kuna baadhi ya vitu ninajua naweza kasi sijavipata sasa hivi, au nimevipata sasa hivi. Ni kwa sababu nimejua tabia ya Mungu anatembea na mimi katika maisha yangu. Anavozungumza na mimi, anavonisaidia mimi. Siwezi kuiweka hiyo kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ninajua path ya maisha yangu ikoje. Kwa hiyo whether nitakuwa hivi, nitakuwa vile, mimi ninajijua mstari wangu na Mungu wangu tunatembeaje. Kwa sababu nimemjua tangu nilipookoka, nimejua pattern ya Mungu wangu anayotembea na mimi ni ipi. Sina hofu, sina mashaka. Lakini ukiwa mchanga kiroho, utatamani uwe kama kila mtu. Hata kuhubiri utatamani uhubiri kama mhubiri fulani. Utatamani uwe kama mtu fulani. Nikifanya kama yule itakuwa. Nikiwa kama yule itakuwa hivi. Ngoja nifanye utakuwa hivi kwa sababu hujamjua Baba tangu mwanzo. Lakini ukiwa na experience na Mungu wako, utaenda katika flow yako nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunajengana, lakini pia uweze kumjua mtu katika nafasi ambayo alipo, na wewe pia katika nafasi ambayo wewe upo. Upaswi kuwa na mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi sana uwe baba. Amen. Jitahidi sana uwe baba ili uweze kuwasaidia na wengine. Kiwa baba sio kwamba umefika, lakini ni level ambayo unamwona Mungu wakati wote na majira yote. Unamwona Mungu kila eneo la maisha yako. Ubabaishwi na chochote. Hata kama ukipoteza kila kitu, unamjua yule ambaye alikuwa na wewe tangu mwanzo. Sio yule ambaye ametokea tu katikati. Watoto wadogo wanakuwa hivyo. Vijana wanahisi pengine Mungu atawaacha. Lakini baba haja kufikiria kwamba atakaa achu na Mungu daima milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo somo letu la leo lisiwe refu sana kwa sababu pia tutapata nafasi ya
ya kwenda kujiandaa saa 12 kamili kwa ajili ya maandalizi ya maombi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo somo letu la leo linaishia hapo, nitafakari tu hii ikakusaidia na ikakujenge na iwajenge na wengine. Haleluya.